Naam, mwana ukuu Mwafrika, wakati ambapo mazungumzo yanaendelea kufanyika katika mji wa Goma kati ya SADC, AFC na M23 katika kutaka vikosi hivi vya SADC na semi RDC viweze kuondoka, basi upande wa Bukavu uko ni moto unaendelea kupelekwa. Na wanaopeleka moto ni vijana wa zalendo wa mzee William Amuri Yakutumba, general huyu. Kwa wao wanaendelea kupeleka moto kama kawaida. Hawatambui mazungumzo yoyote. Ukisema mazungumzo yanayoendelea, kwa sababu hata Raisi Felix Tshisekedi alisema ameonyesha nia, baada ya kuwa ameonyesha nia ya kutaka kuongea na hawa waasi wa M23 pamoja na AFC, lakini bado wao wazalendo walisema sisi mbele yao, nyuma mwiko, mbele daima. Kwa hiyo kwa sababu kuna mazungumzo ambayo wamekubaliana, kwa sababu kumekuwa na wawakilishi kutoka basa hawa watu kutokea SADC, kumekuwa na wawakilishi kutoka Tanzania, Malawi, nafikiri kuwepo Zambia, South Africa, lakini upande wa AFC au kwa mujibu au niseme mwakilishi wa AFC na M23 basi ni Sultani Makenga, ambaye yeye alikuwepo pale. Kwa wakakubaliana kuwa silaha zile pamoja na vikosi vyao vya watu wa manake SADC wataondoa pale vikosi vyao, lakini pia wakakubaliana uwanja wa ndege wa Goma uweze kutengenezwa kwa ajili ya kuondoka. Kwa hiyo haya ndio mambo yanayojiri huko upande wa Goma, lakini upande wa Bukavu huku bado vijana wako mbele kabisa katika kuhakikisha kuwa wanapambana na yule anayejulikana kama adui wa taifa la Kongo. Adui ambaye waasi ambao wanasababisha, kwa sababu hawa ni waasi wanaosababisha sasa maafa ambayo yanatokea katika taifa la Kongo. Kwa hiyo upande wa Bukavu bado wanaendelea kupambana wazalendo. Sio tu Bukavu, lakini upande wa Kamanyola pia bado wanaendelea kupambana, kwa sababu kitu wanachokiongea wazalendo ni kuwa hawa waasi sio watu wa kuamini. Hata unaweza kaongea nao mkapanga vizuri kuwa bwana, sasa tusitishe vita hapa, tusiendelee na vita, wakakukubalia, wakakuambia ndio vita endelea, lakini mwisho wa siku utakuja kushangaa vita bado vinaendelea. Wana uzoefu huo hawa wazalendo au ili jeshi la akiba la wazalendo wa Kongo. Uzoefu huo wanao. Hata nyinyi wenyewe mnakumbuka ilikuwa tarehe 3 mwezi wa pili, ambapo baada ya M23 na AFC kuchukua Goma na kuidhibiti, kuiweka mikononi mwao, wakasema sisi hatupigani tena, kwa hiyo tumesitisha vita. Kwa hiyo ili jeshi la upande wa Kongo wakarelax, wakajua okay, hao wamesitisha vita, hamna kupigana tena. Mwisho wa siku wakashangaa tena hao wameanza kupiga, wameanza kuenda kuteka na maeneo mengine. Ndio hiyo kuelekea mpaka huko Bukavu na kuelekea sasa mpaka huko ambako tunaongelea huko Kamanyola, ambako tayari walikuwa wameshachukua. Alafu wakaja wakachukua Walikale, lakini Walikale wazalendo wakairudisha. Sasa juzi wazalendo walikuwa wako pale Kamanyola, na Walikale ni karibu na Kisangani ambapo tuliona huyu General Muhoozi Kainerugaba, huyu ambaye ni CDF wa Uganda au wa jeshi la Uganda, alisema kuwa M23 wasipoichukua hiyo Kisangani, basi yeye atapeleka jeshi pale wachukue huo mji. Kwa hiyo kidogo hapo pameshangaza, na pia maneno ya huyu general kidogo yamekuwa yakiwashangaza watu. Mfano sasa hivi hata ukiingia kwenye akaunti yake ya X, maana zamani kwa inaitwa Twitter, amekuwa akiongea kuhusiana na Jay-Z, kuwa Jay-Z anatakiwa aje apologize, aje kumuomba msamaha, kwa sababu Jay-Z amemuoa Beyonce ambaye ni mwanamke wa general huyu Muhoozi Kainerugaba. Sasa ni mambo ambayo unashangaa. Ndio maana nikawa nauliza, jamani, vipi, kuna tatizo kwa general wetu au
ni akaunti yake imekuwa hacked au ni vipi, lakini watu wakadai kuwa ni akaunti yake. Kwa hiyo tumwachie mwenyewe, lakini haya ndio aliyokuwa ameyaongea sasa, ambayo watu wakawa wanatafsiri kuwa ni miongoni mwa mambo anayoongea, mambo ambayo ni mambo ya ajabu, kwa sababu usingetegemea kuwa general wa taifa la Uganda mtoto, kwa sababu ni mtoto wa mzee Yoweri Kaguta Museveni, usingetegemea aongee mambo kama haya. Lakini tunaona pale Rwanda kuna huyu Ian Kagame, huyu yeye umeona the way alivyo, yani ni kijana mtulivu, yuko sawa sawa kabisa, yani usikisiki mambo kama haya ambayo general wa Uganda anayaongea. Sasa unapoleta taharuki na tension ya vita kwenye uwanja wa vita kama hivi, alafu ukaongea wazi kabisa kuwa M23, kwa sababu wakati unaelewa kabisa M23 ni waasi kwa taifa la Kongo, lakini kama ukaongea kabisa kuwa M23 wasipoichukua Kisangani nitatuma jeshi liende likachukue hiyo Kisangani. Kwa je, kwa wakongomani unatengeneza picha gani? Kwa kumbe wewe ndio uko nyuma ya M23. Ameongea wazi, tofauti na Rwanda ambavyo unaona imekuwa ikilaumiwa kuhusiana na kuhusika moja kwa moja kuwafadhili M23, madai ambayo serikali ya Rwanda yenye imekuwa ikikanusha. Lakini general huyu ambaye yeye ni CDF wa jeshi la Uganda, yeye ameongea wazi kabisa, anasema msipoichukua Kisangani M23 mimi nakuja kuichukua. Kwa hiyo ndio mambo namna ambavyo yako mambo ya vita hivyo. Kwa hiyo tuliwahi kusikia wakongomani wakilalamikia Uganda kuwa Uganda ni adui mkubwa sana wa Kongo. Sasa kwa maneno kama haya kutoka kwa kiongozi mkuu au general mwenyewe, hauwezi ukakataa kusema Uganda sio adui wa taifa la Kongo. Kwa hiyo lakini hayo tuyaacha iko ni by the way. Lakini bado naendelea kuangalia ushujaa na the way ambavyo wakongomani wanapambana, the way wanavyopambania taifa lao, namna wanavyopigania ardhi yao, namna wanavyopigana, kwa sababu kumbukeni, mahali popote palipo na mambo haya ya ugaidi au mambo haya ya waasi, kunapopatikana haya, kwa sababu tunapoongelea, kumbuka AFC ni muungano wa makundi ya waasi ambayo wao wanajiita makundi ya kisiasa, na siasa zenyewe ndo hizi, kwa sababu mwisho wa siku tusije tukasema siasa huku maisha ya watu wengine yakiwa yanapotea, huku damu za watu zikiwa zinamwagika, alafu kasema haya ni makundi ya kisiasa, kwa sababu wao haya makundi hawajiiti makundi ya waasi, no, wanajiita ni makundi ya kisiasa. Hata makundi ya kigaidi yanayopiganaga huku duniani, unasikia mengine yanasema tunapigana kwa ajili ya Mungu, lakini ukweli ni kuwa wanachokifanya sicho Mungu alichokiagiza, kuua watu, kwa sababu Mungu gani anayeagiza watu waweze kufa? Sasa hii ndivyo ilivyo pale Kongo na haya makundi ambayo yanajiita makundi ya kisiasa, lakini kimsingi ni makundi ya waasi yanayofanya vitendo vya kigaidi. Ndio maana umeona wazalendo wakasimama, ndio maana ukaona Tshisekedi akasimama, na Tshisekedi ndiye aliyemteua General William Amuri Yakutumba, huyu mtumishi wa Mungu ambaye tunamfananisha na Musa, ambaye Musa alikuwa ni mkombozi aliyeenda kuwakomboa wana wa Israeli waliokuwa katika mateso makali. Huyu General William Amuri Yakutumba ni tunamfananisha na waamuzi. Watu wanaosoma Biblia, kitabu cha Waamuzi, walikuwepo wakina Samsoni, walikuwepo wakina Yefta, walikuwepo wakina Tora, wakina Yairi, wakina Debora yule nabii mke, walikuwepo wote hao wakiwa wanawaamua wana wa Israeli. Kwa General William Amuri Yakutumba anafananishwa na hawa waamuzi ambaye ameamua kuwaamuria hawa wakongomani walioko huku mashariki mwa Kongo wanaoteswa na makundi ya waasi ambayo yameinuka yakiwa na madai tofauti tofauti. Unajua bora makundi haya yangekuwa na hii muungano wa AFC wakuta lengo lao ni moja, ikiwemo na M23, lakini haya makundi mengine na yao wenyewe wana madai mengine pia, jambo linalosababisha amani ya Kongo kuweza kupotea, jambo linalosababisha umwagikaji wa damu katika taifa la Kongo uwe ni mkubwa sana, jambo linalosababisha wakongomani waweze kukosa mahali pa kuishi kwenye nchi yao. Imagine kwenye taifa lako mwenyewe unakuwa ni mkimbizi kwa sababu ya mambo yanayoendelea kama haya. Kwa hiyo ndugu zanguni, ndio maana sasa unaona General William Amuri Yakutumba na vijana wake hawa wazalendo wameamua kupambana kweli kweli. Wameamua haswa kuwa tutapambana kwa ajili ya kusababisha au kuleta amani katika ili
taifa la Kongo Mashariki, kwa sababu huku ndiko kwenye vita huku kunakosumbuliwa na makundi ya waasi, ambayo makundi haya yamejiimarisha kweli kweli, wana silaha nzito haya makundi, lakini makundi haya yako vizuri, kiukweli yako vizuri, na ndio maana unaweza kaona mpaka wanaweza wakachukua miji, baada ya hapo wakaweka viongozi wao na mambo mengine yakaendelea. Lakini kiukweli mauaji yanayoendelea Kongo ndio hayo sasa hatuyataki. Yani okay, kuwe na makundi ambayo yanasema sisi tunataka kuondoa serikali madarakani, alafu huku wanaendelea kuua watu. Hapana, hayo sio mapinduzi. Mapinduzi ya kweli yafanyike kama ya Gaddafi, ile ilikuwa inaitwa Green Revolution, mapinduzi ambayo hayakumuaga damu. Walimpindua Gaddafi na mwenzake, walienda tuna vifaru viwili Ikulu, wakampindua mfalme, alafu Gaddafi akawa ni rais, mpaka hapo umauti ulipomkuta, wahuni walipomsaliti. Lakini matokeo yake ni kuwa yeye hakumwaga damu za wananchi wa Libya. Sasa huku ni tofauti. Huku mashariki mwa Kongo, ndugu zetu wa Kongomani wanakufa sana, yani damu zinamwagika. Alafu nilikuambia hapa kuhusiana na mtu nakuta na ameuawa, ndugu yake ameuawa, alafu yuko kwenye kambi za jeshi la hawa waasi, alafu akienda achukue mwili wa mpendwa wake ili aende akauzike, anaitishwa fedha ili, yani imagine, ni wao wamemuua, lakini wewe ambaye unataka kwenda kumzika ndugu yako ukamuhifadhi kwa heshima, wewe unabidi ulipe pesa ili wakupe sasa mwili huo uende ukauzike huko. Kwa hiyo ndio mambo yanayoendelea, lakini ashukuriwe Mungu kwa ajili ya mkombozi huyu General William Amuri Yakutumba, mtu ambaye anafanyiwa mpaka matambiko na watu ambao, kuna video sasa hatuwezagi kuziweka YouTube kwa sababu ya sheria za YouTube. Naona hao mama ambao walikuwa wako uchi kabisa hivi wanafanya matambiko, wakisema ni miungu imewatuma kumwambia General Yakutumba aendelee, na General Yakutumba ndio anayetakiwa kuwa rais wa nchi ya Kongo. Sasa ni lini hatujui, hatuelewi. Kwa hiyo haya ndio mambo yanayoendelea. Asanteni sana wana ukuu wa Afrika, tunawashukuru, lakini tuendelee kuombea ndugu zetu wa Kongomani, kwa sababu kuwe na amani ukanda huo, yani ukanda huo mzima huo kuwe na amani kote huko. Mungu awabariki sana.